Wakenya, kama mnataka kukomboa nchi mikononi mwa William Ruto, msingoje 2027 ndio mkuje muikomboe. Wakati maalum wa kuanza safari ya kukomboa nchi mikononi mwa William Ruto ni saa hii. Kwa sababu saa hii ndio Ruto asaanza kazi yake ya kuongoza 2027. Kwa mfano, saa hii makamesi na wa IEBC wanaenda kuchaguliwa, lazima watakuwa wajesi saa, kwa sababu Ruto ndiye atakuwa amewachagua. Ndio unaona saa hii, wacha tuseme saa hii ni kana kwamba saa take over katika sekta ya IEBC. Akitake over katika mahakama ya upeo, hata kura msipige. Kwa sababu safari yake ya uongozi wa 2027 anataka kuianza na sekta ya IEBC na sekta ya mahakama ya upeo. Saa hii ndio unaona anafuruga akina Koome na wengine 6 wenye wako nyuma yake, ndio wafute kazi ama wa resign, ndio yeye apate nafasi ya kuweka wake wenye watakuwa wajesi saa. Na kiongozi akifaulu kucontrol IEBC na mahakama ya upeo, hata msipopiga kura asapita tayari. Kwa sababu hata kiongozi akichaguliwa akuwe namba 5, IEBC na mahakama ya upeo impendelee, lazima atapita, mpende msipende. Hivyo basi nguvu ya Mkenya iko katika mahakama ya upeo sasa hivi. Hivyo basi Mkenya jitahidini, mpiganie mahakama ya upeo, asifaulu kufuruga manjaji wenye wako katika mahakama ya upeo, ama asifaulu kufanya wafutwe kazi, asifaulu kufanya wa resign, kwa sababu hapo ndipo nguvu ya Mkenya iko sahi. Najiulize kama Ruto ni mnyama sahi, unaona ni kipindi cha kwanza na anahitaji kura kwako. Jiulize kesho wakati atakuwa anahitaji chochote kwako, atakuwa mnyama kiasi gani? Licha na vyenye mnalia sahi eti maisha ni mangumu, mtajua mjui wa Kenya kama mkilala na mkiruhusu Ruto aongoze nchi muhula wa pili. So safari yake isaanza ya kuongoza. Basi sisi kama Wakenya tuamuke, tuanze safari yetu ya kumzuia asiongoze nchi.